Karibuni ndugu wapendwa katika tafakari ya Dominika ya 12 ya mwaka A wa kanisa. Katika Dominika hii tutatafakari kwa kifupi katika masomo matatu yaliyopo. Tutachukua mawili, somo la kwanza na somo la Injili. Somo la kwanza linatoka katika kitabu cha nabii Yeremia au Yeremia sura ya 20 aya 10 hadi 13. Katika somo hili bila shaka wote tutapata muda wa kulipitia na kulisoma vizuri. Kama nilivyosema, ni sura ile ya 20 aya 10 hadi 13. Katika somo hili nabii anaonekana kuwepo katika wakati mgumu. Yupo katika giza totoro. Anasema amezungukwa na ubatili, amezungukwa na hali isiyopendeza. Haoni hata rafiki. Yuko katika mahangaiko. Kitu gani kimemfikisha nabii Yeremia katika hali kama hii? Tuelewe kwamba Yeremia aliitwa na Mungu akiwa kijana. Yeye wala hakuwa na mpango wa kuwa nabii. Alikuwa kijana mwenye umri mdogo, kijana aliyekuwa anajipanga kuanzisha familia yake, kijana mpole, mwenye haya, aliyependa maisha ya utulivu. Lakini pamoja na haiba yake hii, Mwenyezi Mungu ana mpango tofauti naye. Anamuita kwenda kutabiri na kutoa miongozo kwa wakuu wa dini wakati wake, na mwongozo huu pia imfikie mtawala, mfalme wa Yuda. Mfalme wa Yuda alikuwa ameingia katika ujinga wa kutokukabiliana na adui Nebukadneza kwa namna inayofaa. Yeye alitegemea kupata ushirika kutoka kwa watu wasiofaa, lakini hili ingekuwa maangamizi kwa dini. Alisahau mfalme wa Yuda kumtegemea Mungu, na Yeremia anaingizwa katika mgogoro huu wa kisiasa, wa kijamii, wa kidini. Anawaendea wakuu wa dini na kuambia, msiwadanganye watu kwamba mambo yako shwari. Kama mfalme, kama sisi kama taifa tutamrudia Mungu, kwa hakika tutaingia katika matatizo makubwa, tutatekwa, tutapelekwa utumwani. Historia yetu itachafuka kwa mara nyingine tena. Wanafanya shauri wakuu wa dini, wanamkamata Yeremia, wanamtia pingu, wanamcharaza mijeledi, wanamweka jela. Hatimaye wanamwachia wakiona kwamba wamemkomesha. Ndipo sehemu ya hiki tulichokisoma katika sehemu hii iliyoandikwa na Yeremia, ambayo inapatikana katika Dominika ya leo, inapoandikwa. Anaangalia mwanzoni, anavuga kama mtu aliyekata tamaa, ambaye amezingirwa na waovu, lakini mwishoni anasema kwamba wote walionitendea haya hawakutenda kwa haki, na wataona aibu yao milele. Yeremia anachekwa, anaonekana kama mtu anayezungumza mambo yasiyokuwepo, na waliomtesa wanadhani sasa Yeremia atakaa kimya milele. Hatathubutu tena kufungua mdomo wake kuonyesha kwamba anaonya na kuonyesha njia za Mwenyezi Mungu. Lakini Yeremia hakati tamaa. Kwa viwango vyetu tungeona kwamba Yeremia ameshindwa, na waliomkamata na kumtesa na kumfunga wameshinda. Lakini kama tunavyoelewa, huu hautakuwa mwanzo au mwisho wa utabiri wa Yeremia. Ataendelea kutabiri hata mwisho, atamuua. Lakini hata atakapomuua, haita kwamba Yeremia ameshindwa. Hatashindwa. Neno lake linabaki likiwa na nguvu. Hawakutenda kwa akili. Yeremia anawasema watesi wake, hawakutenda kwa akili, wataona aibu ya milele. Yeremia, kama walivyo manabii wengine, ni kivuli cha Agano Jipya. Yeremia, vyanzo kadhaa vya kitheolojia vya kanisa letu au vya kimaandiko vinamfananisha na Kristo mwenyewe. Ana mfanano, hatuwezi kusema yeye ni sawa na Kristo, lakini yapo baadhi ya aliyotenda na aliyotendewa ambayo yanashabihiana na yale aliyotendewa mwalimu wetu Bwana wetu Yesu Kristo. Punde nimesema alikamatwa, alishtakiwa, alikuwa amepigwa mijeledi, alifungwa. Ndicho kilichompata Bwana. Lakini wote hawa wawili kwa kweli hawakushindwa. Hata kama Yeremia hakuona mafanikio ya kile alichokihubiri katika uhai wake, lakini haya yalikuwa ni
ni kivuli cha Agano Jipya. Yeremia, pamoja na kwamba tukisoma sehemu hii, mojawapo ya mambo makubwa yanayoonyesha utabiri wake wa Agano Jipya, au kwamba yeye ni kivuli cha mambo haya tunayoamini sasa katika Agano Jipya, ni pale alipotabiri kwamba itatoka siku sheria itaandikwa katika mioyo yetu, sio katika mawe, sio katika karatasi, akitabiri ujio wa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo Yeremia hakupoteza chochote, hata kama hakuonekana kwamba amefanikiwa na alikwenda zake kwa kuuawa kama inavyoaminika na wataalamu wengi wa maandiko matakatifu, lakini kwa kweli Yeremia hakushindwa. Tuzo lake lipo. Alichotabiri kimetokea. Ambao hawakutubu, kwa hakika Bwana atakabiliana nao. Na somo hili la haraka la kitabu cha nabii Yeremia linatupeleka katika kutafakari injili tuliyoisikia. Injili inatoka katika kitabu cha Mathayo sura ya 10 mstari wa 26 hadi wa 33. Katika injili hii Kristo anatoa nasaha kwa mitume wake ambao wanatuma, ambao atawatuma kwenda kufanya kile ambacho Kristo mwenyewe ilikuwa akifanya kwa mikono yake, kwa akili zake, kwa mdomo wake, kwa maneno yake. Sasa Kristo hataki kuwadanganya kwamba mambo yatakuwa rahisi. Mara 3 katika sehemu hii fupi ya maandiko matakatifu, mistari takriban 7, neno lililojirudia zaidi ni neno msiogope. Kristo amerudia mara 3. Mara kwanza amesema msiogope, kwa kuwa hakuna neno lililositiriwa ambalo halitawekwa wazi. Hakuna neno lililositiriwa ambalo halitawekwa wazi. Hii inashabihiana kabisa na kile alichokitabiri Yeremia. Hawa wamejidai kunifunika, wamejidai kukataa ukweli wangu, lakini ukweli utakuja kuchipuka. Huwezi kuficha ukweli. Hata kama si katika wakati wangu, utakuja kuchipuka na ukweli utajidhihirisha. Kwa Kristo anawaambia msiogope. Msiogope, kwa maana hakuna neno lililositiriwa ambalo halitawekwa wazi. Sehemu nyingine Kristo anasema msiogope wanaoua mwili, ogopeni awezaye kuangamiza mwili na roho. Msiogope anayeua mwili. Mogopeni yule ambaye, au msiogope anayeangamiza mwili tu, ogopeni yule ambaye anaweza kuangamiza mwili na roho. Ni hulka ya binadamu, ndivyo tulivyoumbwa, kwamba kwa kweli hisia za woga ni sehemu ya maisha yetu. Na kama kuna ambaye hana hisia za woga, kwa kweli huyo tungesema ana nakisi fulani katika hisia ambazo anapaswa kuwa nazo. Lakini woga una sehemu yake. Kwa mfano, napaswa kuogopa kunywa sumu kusudi nisife. Lakini katika muktadha huu zaidi, napaswa kuogopa dhambi kusudi nisiangamie milele. Lakini ni kipi tusichopaswa kuogopa? Katika muktadha huu tuliosoma, hatupaswi kuogopa kile kinachotushawishi twende kinyume na alichotufundisha Bwana. Na neno la 3 au kuogopa kwa 3 ambapo wanaonya Yesu ni pale anaposema msiogope basi, bora ninyi kuliko mashomoro wengi. Hii ya 3, kwa nini Yesu ameitaja? Kabla ya kusema hivi, Yesu aliwapa moyo wanafunzi wake kwamba magumu yote yanayowapata Bwana anaona. Bwana anafahamu mahangaiko ya kila mmoja. Kila mmoja ana thamani mbele ya Bwana. Na Yesu anatoa mfano kwamba kama Mungu anathamini shomoro, anathamini ndege mwenye thamani, ndege wawili ambao wana thamani ya senti moja, Mungu anajua kuanguka kwao. Sembuse nyie mliumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Msiogope, kwani ninyi mna thamani kuliko mashomoro wengi. Kuogopa huku ambako Yesu anakusema imetokana na nini, ndugu zangu? Mwanzoni nitangulia kusema kwamba hapa Kristo anawaelekeza wanafunzi wake katika utume. Na hakutaka kuwadanganya
kwamba utume muda wote utakuwa rahisi. Wanaweza kukutana na magumu. Tusitafsiri kwamba utume maana yake ni mateso. Kwenda kufanya kazi ya Bwana maana yake ni kuangamia. Kwenda kufanya kazi ya Bwana daima ni kuangamizwa, ni kuumia, ni kushindwa. Hapana. Hata katika maandiko kuna sehemu ile nyingine wanafunzi wanarudi wakiwa na furaha. Wamefanya yote walioambiwa na Bwana na yote yamekwenda sawa sawa. Na Kristo anawaambia msifurahi kwa sababu jinsi pepo alivyowatii. Furahini kwa sababu majina yenu yameandikwa mbinguni. Kwa Kristo anataka kuonyesha upande mwingine wa wajibu tulionao katika kueneza Injili. Sio mara zote mambo yatakwenda katika mteremko. Wakati mwingine itakuwepo fadhaa. Na Kristo anasema haya akiliandaa kanisa changa la mwanzo. Kanisa ambalo kwa kweli lilikumbana na vizingiti vingi mpaka kuja kusimama na kuwa na kanisa kama tulionalo sasa hivi. Haikuwa kazi rahisi. Jumuiya ya mwinjili huyu aliandika Injili hii kwa mfano baada ya Yesu kufufuka na kupaa mbinguni, ilikumbana na vizingiti vingi. Na mojawapo ya vizingiti hivi ilikuwa na kutoka kwa Kaisari Domitian. Kaisari huyu kama tunafahamu ulimwengu wakati ule uliongozwa na Kaisari wa Roma. Alifika hatua hata kujitangaza kwamba yeye ni Mungu. Na alituma mawakala wake kuweka hata sanamu na watu wakiri kwamba Domitian ndiye Mungu. Waliokataa waliuawa, Wakristo waliuawa kwa wingi kwa sababu hawakumwogopa huyu mtu. Kwa sababu hana uwezo wa kuangamiza mwili na roho na kuingiza katika jehanamu. Walibaki wa kweli, walibaki mashupavu. Na katika mazingira kama haya ndipo wanapoyakumbuka maneno ya Bwana. Haifai kuogopa chochote. Nitaogopa tu kile ambacho kina madhara kwa roho yangu na kwa mwili wangu. Ndugu zangu, tunaweza kujiuliza haya yanatuhusu nini? Wakristo wa karne 21. Hii sio historia ya zamani iliyozikwa tu katika vitabu. Hapana. Wiki chache zilizopita tukasherehekea sherehe ya mashahidi wa Uganda. Katika mahubiri yake Baba Mtakatifu Paulo wa Sita alionyesha mshangao kwamba hata katika karne za karibu na hii karne yetu bado kuna mashujaa ambao wanaweza kuisimamia imani yao, kutokuogopa chochote na kukubali kufa kwa kumtii Kristo. Tena katika Afrika imeonyesha ule mwamko wake wa karne za mwanzo za kanisa. Kwa hiyo mashahidi wa Uganda tuliowasherehekea sawa, kwa vigezo vya sasa ni wa zamani, lakini kwa kweli kihistoria, kwa jinsi historia ilivyo ndefu sana, si wa zamani sana. Ni watu wa karibu tu na sisi. Kwa hiyo anaweza katokea mdhulumu hata katika nyakati zetu. Hatupaswi kuogopa. Hawa watoto wa Uganda, mashahidi wa Uganda ambao wengi walikuwa vijana wadogo, hawakujua athari chanya wanayoiacha katika imani ya Kikristo. Hawakujua kwamba walikuwa wanapandikiza mbegu ya imani kwa maelfu ya waumini wa sasa hivi. Lakini walifanya kilichowapasa kuwafanya, na sasa wanatukuzwa, na sasa wako katika utukufu na wamefaidisha wengi. Ukweli umeonekana. Kama Yeremia wangekuwa na haki ya kusema hawakutenda kwa akili hawa waliochua, wataona aibu ya milele. Ndivyo ilivyo imani yetu, ndugu zangu. Tulio wengi hatutakutana na matatizo makubwa kama haya. Changamoto zetu zitakuwa ni za kawaida. Lakini kwa udhaifu wetu, wengi wetu hata katika changamoto za kawaida tu tunaingia na woga. Wengi wetu hatutumwi kama mapadre, kama wamisionari mbali kwenda kuhubiri. Lakini hata katika mazingira ya kawaida, nani ambaye hajakutana na mazingira ambayo inabidi kumwambia fulani kwamba unachokifanya sio sahihi, achana na mtindo huo, awe ndugu yangu, awe jirani yangu, awe mfanyakazi mwenzangu. Ni kweli busara inahitajika katika yote haya. Lakini wakati mwingine tumeogopa kwa sababu ya namna atakavyonijibu. Kristo ananiambia kama ni kwa ajili ya usalama wa roho yake na roho yangu, mwambie usiogope, nisiogope. Na jambo lingine la muhimu la kutafakari katika safari yetu ya maisha ya kawaida na maisha ya imani, tusijifikirie tu sisi wenyewe. Wakati mwingine tunaogopa kufanya jambo kwa sababu hatuoni kama sisi ndio tutakaofaidi matunda ya jambo hilo.
Hatupaswi kufikiri hivyo. Tumtazame Yeremia, tuwatazame makumi kwa maelfu ya mashahidi, lakini zaidi tumtazame Kristo Bwana, ambaye hakujiangalia mwenyewe, bali aliona matunda ya kile atakachokifanya, ambacho kitakuwa faida kwa wengi watakaokuja baadaye. Basi nawaalika katika Dominika hii tusiogope. Tuombe mwanga wa Roho Mtakatifu kuona na kutenda inavyopaswa kufanya bila woga. Tubaki kuogopa vile ambavyo vinafaa kuogopwa. Tumsifu Yesu Kristo.